Mchezaji, mzozo wa Mashariki ya Kati bado unaendelea kufukuta, na hivyo kwamba jeshi la Marekani limesema limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran, huku mapambano ya kudhibiti mlango bahari wa Hormuz yakizidi kushika kasi. Wakati huo Kuwait na Bahrain zimesema zilifanikiwa kuyadungua makombora na ndege zisizo na rubani zilizorushwa na Iran, huku ikilenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kushambulia miundombinu ya Iran iwapo nchi hiyo itakataa kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Kufuatia mashambulizi hayo ya Marekani, sasa Iran nayo imetishia kufunga mlango muhimu wa biashara katika ukanda huo. Jeshi la Iran limesema kwamba mlango bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa hadi Marekani itakapositisha kile walichokiita vitendo vyake vya uchokozi. Pia wameonya kuwa njia nyingine za usafirishaji wa mafuta na gesi katika eneo hilo zitafungwa. Onyo hilo limetolewa huku kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ikisema imefanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani, mashambulizi ya angani na ya majini dhidi ya Iran Jumatano asubuhi. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kushambulia miundombinu ya Iran. Wiki ijayo hali itakuwa mbaya zaidi kwao, kwa sababu tutaanza kushambulia mitambo yao ya kuzalisha umeme pamoja na madaraja yao, isipokuwa tu wakikubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo na kufanya mazungumzo upya. Hata hivyo, naibu waziri wa masuala ya kigeni wa Iran Said Khatibzadeh amesema kwamba Iran haitashurutishwa kufanya mazungumzo na Marekani, akisema kwamba Marekani ndiyo iliyoanza mashambulizi na kukiuka mkataba wa amani. Iran haikuwahi kuondoka kwenye meza ya mazungumzo. Ni Marekani iliyovunja makubaliano ya maelewano ya Islamabad. Sisi hatujafanya jambo kama hilo. Jambo la kuitaka Iran kurejea kwenye meza ya mazungumzo ni ombi ambalo halitatekelezwa. Kutokana na vitendo vya uhalifu vya Marekani, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitakuwa nchi ya kwanza kuomba mazungumzo nao. Hatutaomba mazungumzo na Marekani kamwe. With the United States. Kushambuliana kwa maneno kati ya nchi hizo mbili kunatokea huku Rais Trump akisema kwamba ushuru wa 20% aliokuwa ametishia kutoza kwa meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, badala yake kutakuwa na mikataba mikubwa ya biashara na uwekezaji na mataifa ya Ghuba. Wakati huo Marekani ilirejesha marufuku ya usafiri wa baharini kuelekea bandari za Iran Jumanne jioni. Hatua hiyo inazuia meli kupita kwenda na kutoka bandari za Iran pamoja na maeneo yake ya pwani. Kujibu hatua hiyo, jeshi la Iran IRGC lilionya Marekani kwamba inapaswa kutarajia kufungwa kwa njia nyingine za usafirishaji wa mafuta na gesi zinazohudumia maslahi ya Marekani na washirika wake. Hata hivyo, Iran halikufafanua ni njia zipi hasa za usafirishaji ambazo zinaweza kuathiriwa. Shirika la utangazaji la serikali ya Iran liliripoti kuwa jeshi la nchi hiyo lilifanya mashambulizi tofauti dhidi ya malengo ya Marekani nchini Jordan, Kuwait na Bahrain. Kwa upande wao, washirika wa Marekani walisema walifanikiwa kuzidungua ndege zisizo na rubani na makombora yaliyorushwa kutoka Iran. Rais Trump anakabiliwa na changamoto ya kusitisha vita hivyo, huku maseneta wa chama cha Democratic nao wamekikwamisha kupitishwa kwa mswada wa mwaka wa sera ya ulinzi, wakionyesha kupinga vita vinavyoendelea dhidi ya Iran. Mswada huo unaojulikana kama National Defense Authorization Act umeshindwa kusonga mbele baada ya kuungwa mkono na maseneta 50 huku 46 wakipinga. Ingawa bado unahitaji hatua nyingine kabla ya kuwa sheria, matokeo haya yanaonyesha mgawanyiko mkubwa katika Seneti kuhusu sera za Marekani dhidi ya Iran na athari zake kwa bajeti ya Wizara ya Ulinzi. Kwingineko, mahakama ya kijeshi nchini Israel imemhukumu askari kifungu cha miaka 5 jela kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama. Askari huyo ambaye jina lake halijatolewa hadharani alituma video zinazoonyesha makombora mawili yakizuiliwa kwa wakala wa Iran wakati wa vita vya muda mfupi vilivyotokea mwaka jana kati ya Israel na Iran. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Kwingineko, Ukraine na Umoja wa Ulaya zimekubaliana kwa pamoja kuanzisha miradi ya pamoja ili kuongeza utengenezaji wa ndege zisizo na rubani, yani drones. Akizungumza mjini Kiev, rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema makubaliano hayo yataunganisha ubunifu wa Ukraine na uwezo wa viwanda wa Ulaya.
Ukraine imefanikiwa kutengeneza sekta ya kisasa sana ya ndege zisizo na rubani kwa ajili ya kupambana na uvamizi wa Urusi, na imesambaza utaalamu wake kwa nchi 9 zikiwemo nchi za Ghuba ambazo zinatafuta njia nafuu zaidi ya kukabiliana na mashambulizi kutoka Iran. Halima Nyanza na maelezo zaidi. Makubaliano haya ya leo ni ya kwanza yanayokusudia pia kulinda nchi na makampuni yaliyoko katika Umoja wa Ulaya. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, ameyatangaza makubaliano hayo wakati wa hotuba yake jijini Kyiv wakati wa maadhimisho ya siku ya taifa ya Ukraine. Europe has so much to learn. Ulaya ina mengi ya kujifunza kutoka kwenu kuhusu ubunifu wa sekta yenu ya ulinzi, kuhusu uwezo wenu katika mazingira magumu zaidi ya kukabiliana na hali, uvumbuzi na kujenga uwezo unaohitajika katika hali ya kisasa ya vita. Modern warfare demands. Amesema Umoja wa Ulaya unaweza kuinufaisha Ukraine katika masuala mbalimbali ikiwemo sekta ya teknolojia na viwanda pamoja na kile alichokiita maeneo salama ya uzalishaji. Kutoka katika teknolojia na uzalishaji wa ndege zisizo na rubani mpaka kwenye mlolongo wa ugavi, inahitajika kuwepo na uwezo endelevu au maarifa katika utumiaji wa mifumo ya rada, vituo vya utambuzi ardhini. Lazima tushirikiane kwa pamoja katika hili kwa sababu tunajua vitisho vinavyoikabili Ulaya katika eneo hili. Because we know the threats that Europe faces in this area. Ukraine kwa sasa imekuwa ikitengeneza ndege zisizo na rubani, ambapo wakati Urusi ilipoivamia nchi hiyo Februari mwaka 2022, nchi hiyo ilikuwa na utaalamu mdogo tu wa masuala hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mara kwa mara amekuwa akisafiri katika nchi mbalimbali kuweza kutangaza na kupata soko la ndege hizo zisizo na rubani, hususan katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo nchi za Ghuba zimeonyesha nia ya kunufaika na utaalamu huo wa Ukraine ili kuweza kukabiliana na mashambulizi ya Iran. Katika hatua nyingine, watu 6 wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Urusi usiku kucha katika mji wa bandari wa Odessa na mji wa mashariki wa Sumi. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa wa maeneo hayo. Gavana wa eneo la Odessa, Ole Kipa, amesema Urusi imefanya mashambulizi ya nguvu ya ndege zisizo na rubani na makombora kwa siku 5. Wakati huo, jeshi la Ukraine limesema ndege zake zisizo na rubani zimeshambulia meli 20 za Urusi zikiwemo shehena 17 za mafuta katika Bahari Nyeusi usiku wa kuamkia leo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imethibitisha kushambulia mji huo wa bandari wa Odessa, ikisema kuwa ililenga miundombinu ya bandari ambayo inatumika kwa upakuaji mafuta na vilainishi. Katika taarifa yake, Urusi imedai kuwa imelenga maeneo yanayohusika katika kutengenezea vifaa vya kijeshi na usafirishaji wa mizigo. Mashambulizi hayo yanayofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine yamekuwa yakilenga bandari za Ukraine ambazo hushughulikia kwa kiasi kikubwa nafaka na mizigo ya nchi hiyo, bidhaa muhimu kwa uchumi wa nchi hiyo iliyo vitani. Wakati mashambulizi yakiendelea, Ukraine pia inakabiliwa na mzozo wa kisiasa ambapo Rais Volodymyr Zelensky amemwondoa madarakani waziri wake mkuu Julius Rydenko baada ya kutumikia nafasi hiyo katika muda usiozidi mwaka mmoja. Licha ya bunge la nchi hiyo kuidhinisha kuondolewa kwake, baadhi ya wabunge wamehoji pia sababu za mabadiliko hayo. Mkuu wa shirika la serikali la mafuta na gesi, Sergei Koretsky, anataja kuwa mtu ambaye anaweza kurithi nafasi hiyo waziri mkuu